protection. Thank you for being our good God. Thank you for being our Father. Thank you for being our Redeemer. We worship you and we honor you. This service of today, Lord, we welcome you. May you take charge of our lives. May you open our spirit that, Lord, we may understand your word. In the name of Jesus Christ we pray, believing and trusting. Somebody shout and say amen. You can say better amen. Hallelujah. Celebrate, praise and worship him. Amen. God bless you. God bless you so much. God bless you. Hallelujah. You can have your seats in the presence of the Lord by the God's grace. I'm so happy. Somebody help our children so that you can have some little bit of order in the presence of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana tukue na viti za mbele pia kidogo. Today is on Wednesday. This is Bible study. Celebrate yourself. Hallelujah. Celebrate yourself. Amen. I will need a quick reader, so please somebody with a microphone and a Bible. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. Because we are going to hear from God, and today we are studying some things here by the grace of God, and I know tutasaidika. Bwana Yesu asifiwe. And I promised today I will be teaching something, and I believe God has allowed us to teach today. And today I'm going to teach about habits and characters. Habits and characters. Habits and character. Tell your neighbor, habits. Bwana asifiwe. Hallelujah. You see, I came to realize your habit means everything. Bwana asifiwe. Habits. Bwana Yesu asifiwe. Your habits. Your habit means everything in your life. Everything. In other words, your habit will tell where you are going. Somebody could have checked the voice and the sound or ya nani kama iko sawa. Bwana asifiwe. Habits. Everything that will happen in your life will depend with your habit. Bwana asifiwe. It's true, many people say, things depend with God. God is the planner. Yes, he's the planner. But listen to me. God has not created you that he controls you. No, he has given you the liberty to talk, to do what you want to do. So you choose. That's what it says. And for those who believed him, he gave them the right. For those who believe. That means it is optional. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Kiswahili nasema nini ni? Ndiko kupenda kwako. For those who loved him, he gave them for those who believed in him, he gave them the right to become the sons of God. So it is something that you make decision. So for those who did not believe in him, because they are there, the people don't believe in Christ. Your life will totally depend on these things. You can have God, but your habit will kick you out of God. Did you not get that? You can have God inside you, but your habit might chase you away of God. You might be filled by the Holy Ghost, but something that will take you back to the mud, it is your habit. There are many people praying daily and they say, God use me, but their habits takes them back. There are many people, they say that in my marriage I shall serve the Lord, but their habits. There are many people today, they are not in their marriages because of their habits. There are many people today, they are not with their families because of their habits. There are many people today, they are not in school because of their habits. There are many people that are out of the church because of their habits. Your habit. Your habit and your character matters. Tell your neighbor, your character matters. Your habit matters. There are many people that have the contracts and you are apart because of their behaviors, characters, and habits.
Habits kwa Kiswahili inaitwa nini? Hallelujah. Tabia. Na characters. Mienendo. Okay. Hiyo Kiswahili hata mimi nichanganya. Amen. I think God should give us John Anangasa yuko hapa angetusaidia hapo. Bwana asifiwe. Yeye ndio Mswahili. Hallelujah. Mazoea. Aha. Tupige mama kofi mama. Mama ukiendelea hivi tunakuona ukirudi Mombasa unaenda ufanye kazi sasa huko. Amen. Mazoea. Mazoea yako yataeleza umbali utafika. Manake mazoea yako ndio kila kitu kwa maisha yako. Na unisikize vizuri. Yale mambo umezoea kuyafanya, hata uende wapi utayafanya tu. Bwana Yesu asifiwe. Mazoea. Mazoea. Na mara nyingi mazoea ambayo tuko nayo huwa hatujui tuko nayo. Sio ukiambia mtu kuna mazoea ya kuklik ukiongeleshwa, anakuambia mimi sikuangi nayo. Na mimi unakuwa na mazoea ya kutusiana, sikuangi nayo. Unaitanga watu punda, kila saa punda. Bwana asifiwe. Mazoea. Bwana asifiwe. Kuna siku moja mwenzetu alitoa ushuhuda na akasema walai kwa madhabahu kanisa. Mazoea, amezoea. Mpaka akiongea kitu amezoea kwa hapa na wale wa Kiislamu. Hallelujah. Mazoea. Now let's read in the book of Luke chapter 4 verse 14 to 16. Luke chapter 4 verse 4 verse 14 and 16. Then we are going to read Acts 17, 1 and 2. It's just an example of something that I want just to show. Luke chapter 4, verse 14 to 16. Somebody there, please. Luke 4, 14 to 16. Yes. 14. Yes. Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit. And news about him spread through the whole countryside. Yes. 15. He taught in the synagogues, and everyone praised him. 16. He went to Nazareth, where he had been brought up. And on the Sabbath day, he went into the synagogue as was his custom. And he stood up to read. As was his what? Custom. So he went to the synagogue. Akaenda kanisani kama ilivyokuwa mazoea yake. Kwa hivyo ni kitu alikuwa amezoea. Na sio yeye anasema, ni mwandishi anasema ilivyokuwa desturi yake. That means yeye kila wakati alikuwa anaenda wapi? Kanisani. Alikuwa anaenda kwenye synagogue. Ilikuwa ni mazoea. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Unajua kuna ile mazoea unakuanga tu nayo wewe ukifika kwa nyumba the fasting kwa choo. Bwana asifiwe. After hapo kikombe ya maji. Sasa unajua hizo tutabia. Bwana asifiwe. Ukifika kwa nyumba kuna mwingine akifika kwa nyumba direct viatu anatoa anatupa tu mahali anatupa. Bwana asifiwe. Kuna mazoea akiamka asubuhi kitanda hawezi anaachanisha hivyo. Kanisa Bwana asifiwe. So unajua mazoea. Kuna mtu akiamka tu hivi fasting anaenda wapi? Haja ndogo. Baada ya hapo nianze kujiandaa. Si kuna hizo vitu? Tuko bado duniani. Bwana asifiwe. Si kuna hizo vitu. Bwana asifiwe. Hakuna mwenye akona hiyo testimony hapa hivi. Amen. Mko wengi lakini mtaki kuinua mkono. Tabia. Bwana asifiwe. Napenda Bible study manake tunaongea. Hatuhubiri, tunafanya nini? Tunaongea. Hallelujah. Let's read again Acts chapter 17. Acts 17. Hapa inasema kwamba as it was his custom. Hii ndio tabia yake. 17 verse 1 and 2. Acts 17, 1 and 2. 1. When they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where there was a Jewish synagogue. As his custom was, Paul went into the synagogue, and on 3 Sabbath day, he reasoned with them from the scriptures. 3. You passed 2. I've said 1. 1 and 2. 1. When they had passed through there,
Amphipolis and Yes. Apollonia. Yes. They came to Thessalonica, where there was a Jewish synagogue. Yes. 2. As his custom was, As his custom was, Paul went into synagogue, and on 3 Sabbath day he reasoned with them from the scriptures. Bwana asifiwe. So ilikuwa tabia yake, anaenda kanisani and he reasoned with them. This was his behavior, habit. Now listen to me. Tuile tunasoma inasema ni mwandishi anasema. Si Paulo anasema, ni mwandishi, ni mtu ana report. Manake wewe mara nyingi hautajua your habits, tabia zako, mazoea yako ni gani. Kanisa Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hakuna mtu anasaliwa na mazoea. Nobody is born with habits. Nobody. Habits you learn with time. Bwana Yesu asifiwe. Nobody is born with habits. Hakuna mtu anazaliwa na mazoea. Haya mazoea unayasoma na wakati. Bwana asifiwe. Number 1, yanategemea yule ambaye uko na yeye. Bwana asifiwe. Yule ambaye unatembea na yeye. Maana ndio anasemanga you are show me your friend, I'll tell you who you are. Maana yule unatembea na yeye, ile tabia utampata nayo, hata wewe utajipata unaiga. Kwa mfano upate mtu anaongeanga anasema anaongea kitu anasema jana nilikuwa mahali fulani and nikakutana na watu wawili tukakula chakula alafu tukapiga story alafu sasa ikafika jioni sasa tukashiba hii mambo Bwana asifiwe. That character inakuingia. Now you find yourself when you talk you say kuna wengine kunashika watu kama by the way. Bwana asifiwe. Inakushika tu. Wewe ni habit kama ingia kwako. Unasema jana tulikuwa by the way saa 5 tukaona by the way. Hata mali ifai kuwa by the way, yako ni by the way. Because ya yule mtu ambaye ulipata anaongea hivyo ukaichukua. Kanisa Bwana asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. Habits. Kuna establishment moja nilipata ikanishangaza sana. Ati kwamba 90% ya vitu tunafanya 90% ni habitual. Yaani ni vitu ambazo zinakontroliwa na habits. 90% of things that you do unakuanga ufikiri. Haujasikia hiyo? Ati 90% ya vitu unafanyanga 90 kwa siku vitu unafanyanga 90% haukuangi ukifikiria. 10% peke yake unafanyanga ukiwa soba, ndio unakuanga na akili inatumika. But 90% haukuangi ukifikiria. Sijui mtu ameshika hiyo. Bwana asifiwe. Sijui research ilifanyika wapi, lakini mimi nakuambia Bwana asifiwe. 90%. That means when your habit is bad, listen to me, 90% of your life itaenda chini. If your habit ni ya kukula, that means 90% of your life wewe utakula yote. You will eat 90% of your life. Kanisa Bwana asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. Because anything that you are doing, ile vitu umefanya leo yote, only 10% ndio umefikiria, 90% hujafikiria. Hebu jiulize ni mambo ngapi umefanya siku ya leo? Kanisa Bwana asifiwe. Haleluya. Uliza mwanzo kenye unafanya ni habits zako saa hii ama tu ni saa hii ndio unafikiria? Saa hii ni saa ya kufikiria ama ni habit unakuanga nako? Bwana asifiwe. Unajua kuna habit, kwa mfano hata kama uko kwa ibada lazima uende kwa simu. Bwana asifiwe. Hallelujah. Unashika hauna message, hauna chochote, you go to your phone and you check your phone. Hakuna kitu umeangalia maana. Na utakaa hapo. Pastor Anthony unasoma Biblia na usomi Biblia. Wewe unajua uko Facebook, uko WhatsApp, uko kwa internet. Bwana Yesu asifiwe. Sema Mungu tusaidie. Sema Mungu tusaidie. Habits can destroy your future. Habits can build also your future. So there are two options. They can either build you or they can destroy you. Now let me talk about
negative habits. Bwana Yesu asifiwe. Negative habits, mazoea kwa upande ule mwingine mbaya. Kama umezoea kulala, Biblia inasema kwamba ulale kidogo na nini itafanyika? Umaskini unakuja, unakunya tu pole pole. Mazoea ya usingizi, habits. Mazoea ya kukula ovyo ovyo itakumaliza. Maana kuna wakati haufai kula na utakula, maana umezoea. Hiyo ni tabia yako. Mazoea ya kujibizana. Popote unaona mtu, unakuta mtu umezoea kujibizana, unahisi kwamba kuna mazoea. That's your habit. Kila wakati kuna mtu, hata mtu hujui nani unazoea naye, kesho utakosana na mtu ambaye hujui amebeba nini, atakumaliza. Watu wengi wameuliwa kwa sababu gani? Wako na tabia, habits ya vita. Mtu anamguza kidogo, anaamka anamwambia, "Wewe unajua mimi nani? Wewe unajua mimi nani?" Kabla aseme wewe unajua nani na ujue ni nani kidogo, anakudunga kisu, unaenda. You go. You disappear. Habits. Kanisa Bwana asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. Habits. Negative habits, they are very dangerous, child of God. You must be careful with what you do daily. Abu angalia sasa umeboeka, unafanyanga nini? Uliza mwenzako, unafanyanga nini? Ile wakati unakuwa umeboeka unafanyanga nini? Kuna wengine wakiwa wameboeka wana watching pornography. Watu wengine wakiwa wameboeka zaidi, wameboeka. Bwana asifiwe. Wanasikiza nyimbo za kidunia. Bwana Yesu asifiwe. No, wakati umeboeka unafanyanga nini? Wewe unafanyanga nini? Bwana asifiwe. What's your habit? Hallelujah. Kanisa Bwana asifiwe. Maana yale umekuwa ukiyafanya ndio haya yanakuwa wewe. Unaanza kuwa hiyo kitu. Ukiwa unafanya vitu ambazo zifai, inaanza kuwa wewe, maana inakuwa ni tabia yako. Siku moja utakuwa umeitwa wewe ni mtakatifu kabisa, umeinuliwa zaidi, lakini tabia zako zinakurudisha nyuma tu. Tabia zako. Maana ukifika mahali unaanza yani ukikasirishwa, uko na tabia ya kukasirika ovyo ovyo. Uko na tabia ya kutusiana, that's your habit. Abusive words umejaa nazo. Siku moja hata ni pastor atakuwa anakuambia, atakuja akugonga hivi. Uamke na matusi kwa sababu gani? It's your habit. Kanisa Bwana asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. In most cases inakuwa mpaka addiction. You be addicted kwa hiyo kitu. Unasikia mtu anasema anakunywanga pombe. Alianza tu kimchezo mzee, akiboeka anakunywa. Ikakuwa addiction. Hizi inakuwa addiction. Sumu inakuwa addiction kwako. Wanawake wanakuwa addiction kwako. Bwana ni tabia yako, imekuwa mazoea yako. Ukiona msichana yote anapita lazima umchokoze. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona mwanamke yote, ukiona mama, ukiona nani yote lazima uchokoze. Usharati inakuwa sasa imekuingia. Hata Mungu akuinue kama mwimbaji mkubwa kiasi gani, kama hiyo kitu imekuingia, imekuwa tabia yako, nikwambie ukweli, itakuangusha. Watu wangu, hata nikwambie, shetani hakuna kitu mpya na invent. Bwana asifiwe. Hakuna. Shetani huwa anaenda at your past. Huwa anaenda your past. Nini ulifanyanga? Ulikuwa unapenda kulala na wamama, ni hivyo hivyo. Analeta hiyo roho, anairudisha. Maana kama ilikuwa inaweza rudi. That's what the enemy does. The devil will never invent anything new. Listen to me, I'm telling you the truth. Na akitaka kukushika kwa njia rahisi, ataleta kitu ambayo itakuwa habitual. Ataleta mtu anapenda tabia fulani, utakaa naye, utaanza kujipata wewe mwenyewe umeanza kupenda. Kwani hao lesbians wanatoka wapi? Hawa wanalala mwanamke na mwanamke, inaanza wapi? Bwana asifiwe. Si ni roho inaambukizwa, inakuwa ni habits. Wanasema BFF, wanashikana wakitembea kidogo kidogo wameanza kukisiana. Pole pole imeendelea. Hii hata ya gays imeanza wapi? Inaanza hapo. Ask any gay, ask them how did they start. They'll tell you, no, I never knew. I met a person that was a gay. I never knew he was gay. He told me that he loved me and he was so caring, and I found myself in. The habits, and they become addiction. Kanisa Bwana asifiwe. Kama
utaangalia yule unatembea na utashangaa. Maana adui atatumia rafiki yako. Adui anajua wewe ni mgumu, anajua yale umefunzwa. Kwa hivyo atatumia rafiki yako kukumaliza. Kanisa Bwana asifiwe. Maana rafiki yako atakuonesha hii haina shida, atakufungulia scriptures. Biblia inasema tupendane, na useme kweli tutapendana. Huyu ananga shida. The next thing you realize you are a gay without knowing. The next thing you are a prostitute without knowing. The next thing you are a drunkard without knowing. Hata kuwekea kwa soda akwambia onja tu kidogo, maana hiyo ni habit zake. Wewe utajipata haina shida, kesho utaionja, kesho kuna unapata imeingia, imekuwa mpaka sasa umekuwa drunkard. Watu wengi leo hii wanatumia madawa, hawatumii madawa juu walitaka kutumia madawa. Ni siku moja what they were introduced by their friend, by somebody they met, and the next thing they become addicts. Tell me by your habits. Bwana asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. Mazoea yako yatakuangusha. Mazoea unafaa uangalie mazoea gani uko nayo. Ni vitu gani unapenda kufanya? Ni mahali gani unapenda kukaa? Mahali pale unapenda kukaa ndio hapo adui atakupata. Rafiki gani ambaye unapenda kutembea naye? Maana kupitia urafiki utapatikana huyo rafiki. Unajua watu wakiambiwa angalia mahali unakaa wanaona ni mchezo. Bwana asifiwe. Haleluya. Siku na bezi unakaa hapo ndio wanavuta bangi, wanafanya hizo vitu zote. Utajipata umekuwa hivyo. Unakaa mahali wa mama wanapiga vitina, wanasengenyana. Utajipata tu imekuwa habit zako. Unajua ujuingi ukiambukizwa hiyo kitu. Unasikianga ka story kamoja kana kubamba, unaenda unaambia rafiki yako. Unaambia niliambiwa kitu fulani hapa, vitina nyingine hapa. Ilikuwa poa sana. Hiyo story ilinifunza, nikaona wazee wa watu sumu. Wazee wa watu sumu. Nini unampatia hadithi, unampea hadithi, ukimaliza hadithi ninapungukiwa siku hizi na hadithi. Unaenda unachukua hadithi nyingine, unapatiwa tena. Sasa hadithi itakuwa unachukua hadithi, unasikia zile nzuri nzuri unapeana. Kidogo kidogo wewe unakuwa professional gossiper. Ni degree unakosa. Kanisa Bwana asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. Jichunge. Wakati uko na watu wanafanya vitina, jichunge. La sivyo itakuwa tabia yako. Jichunge unapopata watu wanaongea kuhusu usharati. Jichunge, maana usharati hauanzi na kitendo. Usharati unaanza na kusikia. Baada ya kusikia inakuingia. Usharati unaingia tena kwa kutazama. Baada ya kutazama unaingia. Jichunge. Watu wengi kwa washarati waliambiwa wakasikiza. Wakaambiwa hadithi wakaziona, wakasikia. Walipo baada ya kusikiza ndivyo hivyo. And your habits, tabia zako zikaanza. Jiangalie tabia unafanya leo hii. Jiangalie the somebody that influenced you. Kama leo unaimba, kuna mtu alikuinfluence. Ulikutana mtu anaimba akakufanya ukatamani kuimba. Kama leo una dance, kuna mtu ulipatana naye ana dance ukatamani ukadansa. Kama leo unafanya kazi ya camera works, kuna mtu ulipatana anafanya hiyo kazi ikakufurahisha ukaipenda. Kama leo unaimba, kama leo unahubiri, kuna mtu ulikutembea na yeye ukasikia kitu kimekuingia. Maana wakati unatembea na mtu ambaye anafanya kitu fulani, hiyo tabia inakuambukiza. Inakuwa tabia yako. Kuna watu nawajua wameokoka lakini wako na matusi. Kuna watu najua wameokoka lakini bado ni waongo. Kuna watu najua wameokoka lakini bado ni wavitina. Kuna watu ambao najua wameokoka lakini ni washarati. Kwa sababu gani? Watu wanaotembea na wao hawajawabadilisha, na hivi basi inahusiana. Namba 2, mahali wanakaa hawajabadilisha. Si Biblia inasema kwamba kaa mbali na watu wanaopenda mizaha. Kaa mbali na wao wapendao mizaha, jokers. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Can you read in the book of is it Psalms chapter 1? Psalms chapter 1 verse 1. Blessed is the man that walks not in the counsel of the wicked, nor sits in the seats of the scoffers, but his delight is the Lord. He meditates his day and night. His word is like a tree planted by the streams. Psalms 1:1. Yes. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked. Blessed is the man that does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of the sinners, or stands in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. Or sit, listen, stays in the way,
First of all, blessed is the man that does what? Blessed is the man who does not walk in the counsel of Who the does wicked. not walk? Hatembei na wao. Maana kama unatembea na wao, basi shida itatokea hapo ndani. Utajipata tabia iko hapo. Kama uko na wamama wanapenda wanaiba bwana za watu, utajipata unaiba bwana za wenyewe pia wewe. Kama uko na wamama waliacha mabwana zao na unatembea na wao, hata wewe utawacha bwana wako. Kama uko na wamama ambao wanatoka nje ya ndoa zao, hata wewe utatoka nje ya ndoa yako. Kama unatembea na wamama ambao wanatusi wazee wao, hata wewe utaanza kutusi mzee wako. Manake watakufunza jinsi ya kutusi. Utasikia vile wanaongea kwamba mimi sikali wangu, mimi mwanaume anikalie, mimi siwezi kaliwa na mtu. Pia wewe useme hata mimi sitakaliwa. Mwanaume ambaye anatembea na walevi atakuja kuwa mlevi. Mwanaume anatembea na wezi atakuwa mwizi. Mwanaume anatembea na wadanganyi atakuwa mdanganyi. Mwanaume ambaye anatembea na washarati mwishowe atakuwa msharati. Hayuko mbali na hapo. Manake adui anajua kupatia mahali pale. Tunasema blessed is the man that walks not in the counsel of the wicked, nor stands The way of sinners. yani hata kusimama. Number 2, But his delight is in the law but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates it day and night. No, that's the unifunzo. That should be our habit. It's like what? 3. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, Yes. that bringeth forth his fruit in his season. So just imagine avoiding these other things. You'll be like a tree planted by the rivers that brings fruit at its seasons. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. Habits are very dangerous, I'm telling you. They become addictive, and that's what you become. Bwana asifiwe. I've been working with this son of mine, and today he prays. Bwana asifiwe. Na siku na mwananga simoni na wasichana. So possibility ya kumwona na wasichana ile siku ataamua hata tembea na mimi. Ile siku atajitembelea peke yake basi. Lakini the more atatembea na mimi anajipata yeye mwenyewe ni kuomba. Pastor anafanya kazi gani kama si kuomba na kusoma Biblia? Kuna zaidi ya hiyo. Kanisa Bwana asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. Maana ule unatembea naye tabia yake utaikopi, penda usipende utakopi. Utaitembea na mtu mpaka unasikia kuongea kwako unaongea kama yeye. Unakaa na mtu mpaka kuongea mnakaa mnaongea the same. Ukiongea unasikia hata kasauti vipi pale ananyamazanga ana nini, unajipata umekuingia. Unajikuwa kama tu yeye kabisa. Sema Baba, naomba niwe na tabia nzuri, mazoea nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukitembea na watu wanapinga Kristo, utapinga Kristo. Mimi nakuibia siri. Unaanza kusikia ni kama kanisa imekubo. I'm telling you, I have sons that I've seen them. They went out and they stopped coming to church because of people they are working with. Unaanza kuchoka. Ulikuwa unapenda kuja kanisani, unasikia umechoka. Listen to me. Ile siku utasikia umechoka kwenda kanisani, just know you are under attack. Devil has already captured you. Ile siku unatamani kuomba na ulikuwa unaomba sana, listen to me, just know you are under attack. That is the time you wakati wako kuamka na kusema Baba nisaidie, nimenyakuliwa na ibilisi, nikomboe. Kama ulipenda kuabudu hapa mbele, wewe ni kazi yako ni kuabudu, usikie siku moja unasikia uvivu kabisa, hautai kuja kuabudu, jua shetani amekuataka. Kama unajua unapenda kuja morning glory na unasikia ugumu wa kuja morning glory, jua shetani amekuataka. Kama wewe ni mtoaji wa sadaka na unasikia siku moja utai kutoa sadaka, no, the enemy has attacked you. The only way to know is when you feel you are unable to do it again. Wakati wa ibada unasikia ndio unataka kutembea tembea. Wakati wa ibada unasikia kuna kamuvi. Wakati wa ibada unasikia kuna kitu tamu, story imebamba. Hapa ndio utamaliziwa. Adui anakutengeneza pole pole. Kanisa Bwana asifiwe. Hakuna mtu yote alifanya dhambi muulize, hakufanya akijua, alifanya bila kujua, ili muingia ikakuwa ni yeye. Leo naambia mtu wacha pombe, anakuambia haji, nitawachaje? Watu walitembea na wao
watu walikuwa wanaongea na wao, watu walikuwa wanashirikiana na wao, ile tabia walibeba wakajipata wamebeba. One time nilikuwa na wazee fulani, nilikuwa nafanya kazi breweries, Bwana asifiwe, miaka kadhaa. Nikasikia wazee wanaongea, wananiambia kijana, usiende, waliingia hoteli kukula. Mimi nikamwambia hai, mimi siwezi kula, naenda kula kwa nyumba. Akaniambia tunaenda kula kwa nyumba. Angalia kijana huyu ni mjinga sana. Nikaanza aje? Akaniambia mwanaume ni akili. Bwana asifiwe. Ukiwa nje nenda ukule ushibe, bakisha kakwota ya tumbo. Ukifika kwa nyumba, kama watapika ama watapika, shauri yao. Bwana asifiwe. Haleluya. Ati unaweza pata kwa nyumba mama akupea kisirani, kama uje kule utalala njaa. So heri ukule. Ukifika kwa nyumba apike ama asipike, sio ni kuniambia nivunje ndoa yangu. Bwana asifiwe. Kanisa, Bwana asifiwe. Haleluya. Wengine wanakuambia kama bibi yako anakusumbua, unasikia unaambiwa vizuri sana. Si watu wameadvisiwa. Kuna watu wamekuja hapa na cancel, wananiambia mzee anasema mimi siwezi kana huyu. Mama unadhani nini mbaya? Nilisikia marafiki zake walimwambia kama anakukula kichwa muongezee mwingine. Muongezee. Hasa kama mmoja amekushinda, huyu mwingine unaongezea nani? Na kuna wenye nawajua waliongezanga hivyo na wanaumia leo hii. Kanisa, Bwana asifiwe. Kanisa, Bwana asifiwe. Jichunge na watu ambao uko na wao, maana watakuambukiza. Watu wameambukizwa mapepo, watu wameambukizwa tabia, watu wameambukizwa vitu ambazo leo hii wameshindwa kutidili nazo, kwa sababu walidhania ni rafiki wamepata, lakini wakaambukizwa vitu ambazo hafai. First trial na mwanadamu ama rafiki yako, jambo la kwanza unaposikia yale anaongea, test the spirit. Ukiona mtu anaongea mambo ya vita, toroka mbali na yeye. Ukiona mtu anaongea mambo ya usharati, toroka mbali na yeye. Wacha awe rafiki na awe rafiki wa mbali. Wacha msaidiane akiwa mbali. Hakikisha nafasi mtakaa na yeye, in the next 5 minutes mmeongea na yeye, hiyo ingine mmemalizana na yeye. Maana kama mom mtakaa na yeye itakuingilia tabia. Kanisa, Bwana asifiwe. Angalia yule mtu unatembea na yeye, kama tabia yake ni mbaya, mpatie only 5 minutes of talk. After that speech, after the business ambayo imeweka pamoja na yeye, wacha na yeye aende. Kanisa, Bwana asifiwe. Kanisa, Bwana asifiwe. Protect your soul, protect your future. Your future is bright when you are with Christ. Your future is bright when you check on your habit. If you don't control your habit, you are going to die in poverty. You are going to die with sin. You are going to die without respect, without legacy, because something that killed you and something that will kill you automatically is your habit. Control your habit. What do you do when you are alone? What do you do when you have people? What do you do when you are with your friends? What do you do? What do you do? Ile kile unafanyanga. Bwana asifiwe. Sometimes kana mzee wako mwenye umeoleka, akaooleka pia rafiki zako, waulize mimi napenda kufanya nini? One time when we were dating with my wife, aliniambia nilikuwa napenda kufanya. Nikamwambia mimi sikuwa nafanya kitu. Kumbe iliisha. Kumbe wakati tulioana sasa tumetoka kwa wale majamaa, sasa kumbe iliisha. Bwana asifiwe. Na sikujua nafanya hivyo. Bwana asifiwe. Uje kuwa na mtu anakuambia why do you like clicking? You click. Kuna watu kimwongelea tu anafanya, unamwambia abu kuja kidogo, anasema ndio tufanye hivi na hivi na hivi, anasema okay ni sawa. Jamani unaona huyu mtu ananikilikia nini? Anampatia kazi na ananikilikia, anajajajia kwa klikli yake. You are rude. The next day you are fired. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Umezoea kuchukua kitu, unapata pesa kwa meza ya wenyewe, unachukua. Unapata kitu kwa mkono, habit unachukua. Unapata mtu ameacha shilingi 10, unasema hawezi taka hiyo pesa, unaichukua. The next thing utaalikwa kazi mahali, utaona tu pesa imeachiwa pale, pia utachukua. The next thing CCTV kamera imekushika. Ulikuwa unalipwa 20,000, ukaiba shilingi 20, ukakuwa fired kwa sababu ya shilingi 20. Habits. Umezoea kuongelesha kila mtu kama rika yako, umezoea kila mtu. The one day utakuwa umeandikwa kazi ambayo inakusaidia zaidi, alafu mdosi wako anakuongelesha, alafu unamjibu, maana umezoea kujibu. Umejibu wazazi wako, wamekugombanisha, umebaki kuwa kichwa ngumu. Umejibu wazee, wote wamesema ni sawa, lakini leo hii umeandikwa kazi na huyu ambaye amekuajiri sio ndugu yako, sio baba yako, sio mama yako. Yeye sio ndugu yako, yeye sio anko yako, na hivi basi wakati utamjibu siku hiyo atakufuta kazi and you are fired.
Your destiny is crashing because of your habits. Umezoea kurushia watu mkono, umezoea kubishana kila mtu. The next day utabishana, you lose what you had to get. Mungu atakuconnect na destiny helpers, you lose. Umezoea kudanganya, kila kitu ukiambiwa unadanganya. Uko wapi? Uko kwa nyumba, lazima niko town. Umezoea kudanganya, umetoka nimetoka. Umezoea kudanganya, kila mtu akikupigia simu unadanganyana. Unaulizwa ulikuwa wapi, lazima utafute uongo. Siku moja utaulizwa swali, labda unasaidiwa, unaambiwa kwamba toka, usikuje na hiyo barabara, kuna majambazi. Lakini kwa sababu utadanganya, useme uko kwa nyumba, atajua hauko atajua vizuri sana kwamba hujetoka, kumbe uko safe, kumbe uko barabarani. Mwishoe utaumia, maana ulidanganyana. Kuna siku moja utadanganyana, na hizo siku ndio utapoteza baraka, utapoteza pesa na mali uliyokuwa nayo. Kanisa, Bwana asifiwe. Kwa sababu ya uongo. Your habits. Iwe ni uongo ndogo ama uongo kubwa, uongo ni uongo. Ijalishi unadanganyanga bwana yako ama watoto wako, itagrow, itamachua. Utadanganya pastor, utadanganya wazee, utadanganya mwajiri wako, utadanganya destiny helper ambaye Mungu amekuletea. The one thing that you need to control, lying tongue. The Bible says, I believe the book of Proverbs chapter 16 verse 6 or 6 verse 16. Inasema kwamba there are 7 things that the Lord hate. One, a lying tongue. Can you read for that sweetness, please? It is, I believe 6:16 or, if I'm not wrong, Mepata or in 16 verse 6. Proverbs 6:16. There are 6 things the Lord hates. Proverbs 6:16. Yes. There are 6 things that the Lord hates. Yes. 7 that are abominable to him. High, Oti-highs. a lying tongue. A lying tongue. A hand that sheds innocent blood. A hand that sheds innocent blood. A heart that devises wicked schemes. Feet that are quick to rush into evil. Yani miguu ziko tayari haraka kuingia kufanya dhambi. Bwana asifiwe. Amen. Hizo ni vitu Mungu anachukia. Hapo imagine Mungu anachukua muongo. Imagine wewe unachukiwa na Mungu. Imagine wewe ukichukiwa na Mungu, nikuulize swali, unaweza enda wapi? Kama Mungu anakuchukia, wewe nikuulize, maana anachukia muongo, na wakati umekuwa muongo umechukiwa. Kanisa, Bwana asifiwe. Amen. Kanisa, Bwana asifiwe. Amen. You are reading 19. A false witness who pours out lies, and a man who stirs up dissension among brothers. False witness. Na ule mtu anakaa kutenganisha mandugu. Bwana asifiwe. Unaulizwa wewe, si nilikuwa hapa na wewe? Si ndio? Na unaangalia mtu mimi sikukuwa na yeye. Tukasema tulikuwa na wewe. Maana kwa unaogopa kumwangusha. Kanisa, Bwana asifiwe. Sometimes before, instead of saying lie, be quiet. Hebu nyamaza. Habits are dangerous. Nimeona watu wamepoteza contracts kwa sababu ya uongo. Nimeona watu ambao wamengangana kwa maisha yao juu ya uongo. Wakati walikuwa wanasaidiwa, wakadanganyana, wakaulizwa wewe uko na wazazi, wakasema sina wazazi, ndio asaidike. Baadaye kabla asaidike, mzazi akapatikana yuko, akakosa kusaidika. Eli angesema niko na wazazi lakini niko na shida, niko na wazazi na wana fedha, ungesaidika bado. Eli waambiane ukweli usaidike kuliko udanganyane. Kuna watu nimeona katika ndoa zao, waliulizwa uko na watoto, natafuta bibi. Je, uko na mtoto? Akasema sina mtoto. Na mtu mzuri alikuwa anaenda kumwoa, kabla ya harusi ikajulikana kwamba kuna mtoto, na hivyo aliwachiliwa. Hakupata ule mtu. Alidhania anasaidia na hakusaidia. Better speak the truth and shame the devil. Kanisa, Bwana asifiwe. Hallelujah. Kanisa, Bwana asifiwe. Adui anasimama, anakutafuta kwa habits zako, anakutafuta katika mazoea yako. Kanisa, Bwana asifiwe. Anakutafuta katika mazoea. Hayo mazoea yako yaangalie sana. Nini umezoea? Umezoea kufanya nini? Umezoea kutafuta nini? Watu wengine wamezoea kukula ovyo ovyo. Siku moja utakula, utapata ndeko sumu. Jichunge na kitu unapenda. Wakati unapenda kitu unapenda, ndio utaletwa nayo, utatestiwa nayo. Maana watajua anapenda hii. Ukimpikia nyama na uweke pilipili, hawezi kataa. Kwa hivyo pilipili na nyama itakuja, na obviously hautakataa. Learn yourself, learn your habits and control them. Control your habit.
Not every time you do the same thing. Change them for betterment. Have a positive habit. Positive. Have positive habits. Thank you. Kanisa Bwana asifiwe. Positive habits. Ambaye nitakuwa nafunza hiyo wakati mwingine, labda siku ya Krismasi, Mungu akitujalia. Bwana Yesu asifiwe. Positive habits. Build yourself in positive habits. Hivi tu zinakusumbua sumbua, achana nazo. Achana nazo. Sikia leo mpendwa, nikimalizia ningependa ujiangalie. Nini unapenda kufanya? Nini unapenda kuongea? Ni story gani ukisikia zinaongelewa mpaka unatafuta kitu unaketi? Ni story gani ambayo ukisikia unafurahia? Ni movie gani ambayo ukiona imewekwa kwenye runinga ama ukisikia inauzwa kwenye CDs ndio unakimbilia unanunua? Ni watu gani unapenda kuangalia? Ni watu gani unawafuata? Ni nani ukimsikia unasikia ngome furahia zaidi? Maana hawa watu wanaeleza mahali unaenda. Kama unapenda kufuata washarati, utajipata mahali pale. Unapenda kusikia walevi, utajipata mahali pale. Angalia ni nani unafuata, nani unaiga katika maisha yako. Maana yule ambaye unaiga ndivyo hivyo utakuwa mwisho. Yule ambaye unaiga, unataka kuwa nani? Unatamani nani? Unatembea na nani? Unazungumzana na nani? Nyimbo gani unasikiza? Runinga gani unatazama? Movies gani unapenda kuzitazama? Hizo movies hizo mwishowe zitakupatia tamaa, zitakupatia haja. Manake nilikuwa nauza movies kitambo, na when I was at a movie shop with my wife, kuna watu walikuwa wanakuja kuitisha movies and I knew their character. Kuna wengine walikuwa wananiambia wanataka movies za romance, romantic movies, I knew their characters. Wengine walikuwa wananiambia I need action movies, I knew their characters. Wengine waliniambia I need gangsters movies, I knew their characters. Wengine waliniambia wanataka adventurous movies, I knew their characters. Wengine waliniambia they want documentary movies, I knew their characters. Manake chochote unapenda, chochote unafuatilia sana, hicho kinaeleza tabia yako. Huwezi niambia unapenda romantic movies kama wewe hauna hiyo kitabia. Kanisa Bwana asifiwe. Lazima kitabia, kuna kitabia kinakuingia, na hivi basi kinakuingia, mwishowe kitaanza kuja. Utaangalia zile movie, utaanza kutamani, na mwishowe utajipata kwenye dhambi. Angalia ni nini unatazama na usaidike. Kanisa Bwana asifiwe. Haleluya. Ina mkono wako juu, sema Bwana Yesu, nitawale, nipe nguvu, nipe uwezo wa kushindana na mazoea katika maisha yangu. Kuna mengi nimezoea, naomba kuanzia leo unisaidie, unipe nguvu, unipe uweza, unipe amani, unipe uzima. Kuanzia leo hii ninaamua kukufuata wewe, kutawaliwa na wewe. Ni asante juu ni Bwana. In Jesus name we pray. Somebody say amen.